Sana Mwenyezi Mungu aliyetujalia sisi sote afya njema, hatimaye kukutana hapa asubuhi ya leo ya tarehe 27 mwezi wa kwanza 2026, ikiwa ni siku maalum ya kumbukizi ya kuzaliwa kwa rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Leo ni birthday yake, na kwa niaba ya wananchi wa Mpanda tunamtakia heri nyingi, baraka tele, furaha, amani katika siku yake hii muhimu ya kuzaliwa, na wote tuseme happy birthday kwa Mheshimiwa Rais. Wanafunzi wanataka kuendelea, endeleeni. Happy birthday to you. Tumwimbie kidogo. Kwa niaba ya wananchi wa Mpanda tunamtakia heri na fanaka tele katika siku yake ya kuzaliwa. Mheshimiwa Rais ni mwana mazingira namba 1 katika nchi yetu ya Tanzania, lakini ametambulika pia kama mwana mazingira mashuhuri duniani kote katika kutunza na kuhifadhi mazingira. Kwa hiyo tuna kila sababu ya kusherekea siku yake hii, kwa sababu sote tunafahamu umuhimu wa kupanda miti. Na Mheshimiwa Rais alisema katika siku yake ya kuzaliwa ataiadhimisha kwa kupanda miti. Wengine tunaadhimisha kwa kukata keki, tunaadhimisha kwa kuchoma nyama na mambo mengine, lakini Mheshimiwa Rais kwa kutupenda na kwa kutujali Watanzania na Wanampanda ameelekeza siku hii ya kuzaliwa kwake iwe ni siku ya kupanda miti kitaifa. Kwa hiyo na sisi wilaya ya Mpanda tumelitekeleza hilo kwa kutambua pia umuhimu wa miti katika mazingira yetu. Ndugu zangu, leo tutapanda miti kama ilivyoelezwa hapa. Tutapanda miti ya kimvuli, tutapanda pia miti ya mapambo katika manispaa yetu ya Mpanda. Rai yangu kwa wananchi, lakini pia na kwa mkurugenzi, miti tutakayoipanda leo, ninatambua tunapanda miti kila mara na huu ndo msimu pia wa kupanda miti. Hii miti itunzwe. Kwa bahati nzuri hapa tunapanda mbele ya taasisi ya TANESCO ambao na wenyewe ni wana mazingira, wanahubiri habari ya mazingira. Niwaombe sana hii miti ambayo imepandwa mbele ya taasisi yenu, lakini ambayo itakuwa sambamba pia na karibu na taasisi yenu, basi muitunze iweze kudumu kwa maslahi ya wananchi wetu na kwa maslahi ya nchi yetu na wilaya yetu ya Mpanda kwa ujumla. Lakini kwa wananchi ambao tutawagaia miti siku ya leo, miti mkaipande na muitunze ili iweze kutimiza yale malengo ambayo serikali imekusudia. Kwa upande wa halmashauri ya manispaa ya Mpanda, muhakikishe lengo la kutoa miti milioni 1.5 linatimia. Leo tunapanda tu hiyo michache kama mlivyosema, lakini ile miti milioni 1.5 iwafikie wananchi. Mmesema mmeshirikisha mamlaka zote mpaka mamlaka za serikali za mitaa, wenye viti wetu wa mitaa, wa vijiji, wa vitongoji wapelekewe miti. Kila mtendaji wa kata apewe miti apeleke kwa wananchi. Katika msimu huu wa mvua miti ipandwe kwa wingi. Kuna taasisi pia za uhifadhi, TFS tunayo, ninatambua wanapanda miti, na wenyewe hiyo miti waitoe, miti ikapandwe na wananchi. Lakini sambamba na wananchi tuna taasisi za umma, tuna mashule, tuna vituo vya afya, tuna zahanati. Miti pia ikapandwe kwenye hayo maeneo, haswa miti ya matunda tuipande kwenye hayo maeneo. Mazingira oye! Kwa hiyo sisi Wanampanda ni wajibu wetu kuhakikisha malengo tuliojiwekea ya kila kaya kupanda miti isiyopungua 5, ikiwemo miti ya matunda. Hiyo miti inapandwa, na niwahakikishie Wanampanda miti hiyo inatolewa bure na halmashauri. Miti haiuzwi, kwa maana miti itakayoenda kupandwa haitauzwa, itatolewa bure kwa wananchi.
Ndugu zangu, sambamba na hili la kupanda miti, kwa sababu tunajua faida ya miti iko kwenye maeneo mengi, niwakumbushe pia kuendelea kutumia nishati safi, kutumia nishati ambayo ni rafiki pia kwa mazingira. Tunapanda miti ili kulinda mazingira. Sasa ili tulinde mazingira ni pamoja na kuhakikisha tunahamia kwenye matumizi ya nishati safi, kutumia majiko banifu ambayo yanatumia matumizi kidogo ya mkaa kwa ajili ya kuendelea kulinda mazingira yetu. Lakini haswa tunahamasisha kutumia nishati safi ikiwemo gesi, lakini pia na umeme ambao unatumika kwa kiasi kidogo sana, tofauti na tulivyozoea hapo awali. Sasa hivi yako majiko yanayotolewa na wenzetu wa TANESCO na majiko haya yanatumia umeme kidogo sana. Kwa hiyo niwaombe tuhamie huko kwa ajili pia ya kutunza mazingira yetu, kwa ajili ya kutunza pia na kulinda afya zetu. Sambamba na hilo, ni jukumu letu pia Wanampanda kuhakikisha tunalinda maeneo yanayohifadhiwa kisheria, ikiwemo maeneo ya misitu, maeneo ya vyanzo vya maji na maeneo mengine oevu ambayo yanalindwa kwa mujibu wa sheria kwa ajili ya ustawi wetu sisi wenyewe. Mazingira oye! Dr. Samia Suluhu Hassan oye!